Na kama mwana kwa kupenda alikuwa tayari kunyenyekea chini ya mamlaka ya baba yake na akakiri kwamba baba ni mkubwa kuliko mimi. Yohana 14:28 tunaona hapo inasema, Yesu mwenyewe anasema baba ni mkubwa kuliko mimi. Hao wote walikuwa sawa tu, lakini yeye ameamua kushuka, acha utukufu wake. Sasa Mungu awe baba yake. Na mahala katika ile sura ya Yohana 5:19 nasemaje? Mwana anajitambua. Mwana hawezi kufanya jambo lolote pasipo baba. Alikuwa na unyenyekevu wa ajabu. Kwa hiyo unaona kuna maelewano makamilifu katika ile utatu wa Mungu. Yaani kwa furaha baba anachukua nafasi ya kuwa kichwa na mwana anaitikia kwa kuchukua utii. Yaani Mungu Baba anakuwa nembo ya mamlaka wakati Kristo anawakilisha nembo ya utii. Haya ni mambo ya ajabu sana katika utatu wa Mungu. Wanatuonyesha mfano mkubwa sana. Leo mara ngapi sisi tunaweza kuuliza mtu, kwani wewe ni nani mpaka nikutii wewe? Wewe si mwanadamu kama mimi. Lakini Yesu hakuwahi kusema neno kama hili katika maisha yake, wala hakuthubutu kuliwaza hata moyoni mwake. Lakini sisi wanadamu leo tunaweza kusema vitu vya ajabu sana. Unaweza kuona jinsi ambavyo majigambo yetu ni makubwa mno. Tunaweza kujigamba na kujisifu na kujitapa. Hivi pale mwenyekiti wa kina mama amesemaje? Eti huyu mama siku hizi hivi anavyotawala mume wake anataka tutawale sisi. Kwani wanadamu walioumbwa na Mungu walitawaliwa naye? Si walikataa? Malaika walioumbwa walikataa. Lakini mamlaka ya Mungu yapo bado. Lakini hayawezi kufanya kazi bila mtu yeyote anayeyatii. Ili kwa ni jaribu la Mungu. Kwa sisi wanadamu kutii ingekuwa ni kitu chepesi mno, kwa sababu kitu ambacho tunahitaji kukifanya ni kidogo tu, yani kunyenyekea, yani kushuka tu kidogo. Kwa sababu sisi tayari ni wanadamu. Sasa kama Yesu ilibidi kwanza ashuka awe mwanadamu, akashuka tena bado akawa mtumwa, akashuka tena mpaka chini akawa afa kifo cha mauti. Sisi tunahitaji kidogo tu cha kufanya ni kunyenyekea kidogo tu. Yaani ushuke kidogo, kwa sababu tayari sisi ni wanadamu. Tena ubaya, sisi tunanuka hata bado tukiwa hai. Ndio maana unapotaka kwenda kulala unaoga, afu unapiga mswaki. Lakini ikifika saa 8 ukimpumulia mwenzako anasikia kizunguzungu. Na unanuka bado ukiwa hai. Sasa unajivuna. Siku ya kufa utakuwa unanuka kiasi gani? Ndio maana kwenye wakati ule wa kuaga huwa watu wanaenda haraka tu, wanakuangalia hivi kwa kupenda. Yaani unasikia wanashindwa kushika pua hivyo kwa sababu itaonekana ni dharau kwa watu waliofiwa. Lakini kama ingekuwa inaruhusiwa, watu wangekuwa na pale ndio pa kuvaa barakoa. Yaani wakati wa kuaga tunatakiwa watu waruhusiwe kuvaa barakoa kwa sababu watu wao wananuka. Lakini sasa ukisema nanuka ukashika pua hivi, itaonekana dharau kubwa. Ngoja nikwambie, thamani yako sikiliza. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa amefariki Bunda, anatakiwa apelekwe Tabora. Sasa ni ndugu yake na mama. Sasa tunatafuta usafiri. Eti nauli ya kutoka Bunda kupeleka mtu ambaye bado pumzi ya Mungu yuko, kumpeleka pale Tabora inaweza kuwa ni shilingi 20,000. Lakini Mungu akiondoa uhai wa mtu, gharama ya kupeleka huyu mtu milioni 2. Hiyo mbele Mungu aendelee kuwaruhusu mwisho. Mtapanda gharama, niwaambie, mtapanda gharama. Milioni 2 kupeleka kwa hata ndege haina hiyo gharama. Wewe unajivuna tu kwa sababu unadharau. Mungu tu amekupa uzima, ndio gharama yako inakuwa chini. Kwenda Tabora 20,000. Mungu akiondoa pumzi yake milioni 2 kukupeleka. Hakuna mtu anashinda na wewe. Na watu hawakutaki kabisa. Sasa gari yako ibebe maiti milioni 2. Nikasema kwa kweli Mungu, unisamehe tu, unifanye niendelee kuishi Mungu, uishi ndani yangu lao. Wewe naenda kwa 20,000. Milioni 2. Hakuna jivuna tu.